Kanisa Katoliki Kigonsera ni parokia mama katika Jimbo Katoliki Mbinga. Ilianzishwa mnamo mwaka 1898 na Padri Johannes Hofliger OSB, ambaye alitumwa kutoka Peramiho akiwa ameambatana na msaidizi wake Bruder Leo OSB. Mnamo tarehe 10 Oktoba mwaka 1899, Kanisa Katoliki Kigonsera lilibarikiwa na Padri Innocens Hendlo OSB. Ndiye aliwekwa rasmi kuwa paroko wa kwanza wa parokia ya Kigonsera chini ya mlinzi Yesu Kristo Mkombozi. Wamisionari hao ndio walioleta mwanga wa Injili katika Jimbo Katoliki la Mbinga na kulifanya kanisa hili kuwa moja ya kivutio cha utalii wa kihistoria mkoani Ruvuma. Wamisionari hao walifika Kigonsera wakitokea Peramiho, ambao walikuwa Wabenediktini waliotokea huko St. Ottilien, Ujerumani, na kufika Peramiho mnamo mwaka 1898. Padri Cassian Spice na Bruder Laurentius Brenner OSB ndio waliofungua uinjilishaji huko kwenye kilima cha Kiperamiho, ambayo kwa sasa inajulikana kama Peramiho. Na mnamo tarehe 31 Julai mwaka 1898 waliadhimisha misa ya kwanza na wamisionari wengine walifuatia. Kanisa la parokia ya Kigonsera linapatikana katika kijiji cha Kigonsera kilichopo kwenye halmashauri ya wilaya ya Mbinga, takriban kilomita 70 kutoka Songea mjini, ambayo ndiyo makao makuu ya mkoa wa Ruvuma. Kanisa la parokia ya Kigonsera ni moja ya makanisa kongwe nchini. Kanisa hili lina takriban miaka 127 na muonekano wake bado upo imara na huwastaajabisha wageni kutokana na ujenzi na nakshi zake za kuvutia. Kwa mujibu wa simulizi, inasemekana kwamba asili ya neno Kigonsera linatokana na lugha ya Kimatengo ikimaanisha kunyoosha, kuweka sawa au kurekebisha ili kitu kikae sawa. Neno hilo ni jina alilopewa mzee mmoja aliyejulikana kwa jina la Kigonza, ambaye kazi yake ilikuwa kunyoosha maiti kabla ya kuzika. Inasemekana ujio wa misionari wa kwanza ndio uliorekebisha kwa kuongeza silabi ra, na hivyo ikasomeka Kigonsera kama ilivyo hivi sasa. Kanisa la parokia mpya ya Kigonsera lilikuwa na vigango vitatu, yaani Nkaya, Lituhi, Litembo na Liparamba. Wamisionari walikuwa wanaenda zamu katika vigango hivyo ili kutoa huduma za kiroho ikiwemo misa takatifu kila ilipowezekana. Ni wazi kukifikia kigango kimoja walilazimika kutembea kwa siku 2 na hata 3, huku wakipita kwenye misitu yenye wanyama wakali, kwani wakati huo usafiri wa pikipiki, magari haukuwepo. Baadaye kidogo, baadhi ya wamisionari walisafiri kwa punda kutokana na changamoto za safari za miguu zilizosababisha wamisionari hawa kuvamiwa na wanyama wakali, nyoka, na kusababisha kuumwa na miguu mara kwa mara. Safari ya uinjilishaji haikuwa rahisi. Wakati wa sikukuu kubwa kama vile Noeli na Pasaka, waamini wote walilazimika kwenda kusali parokiani Kigonsera wakitokea kwenye vigango vyao. Wamisionari walijitahidi daima kuboresha vigango vyao kwa kujenga makanisa, kuanzisha shule mbalimbali ambazo ziliitwa Bush Schools na kuanzisha vyuo vya ufundi
ili kuwezesha huduma mbalimbali za maisha. Kuzuka kwa vita vya Majimaji mnamo mwaka 1905 hadi 1907 ni kipindi ambacho nchi yetu iliingia katika vita vinavyojulikana kama vita vya Majimaji. Vita vya Majimaji vilianzia katika vilima vya Matumbi karibu na Kilwa Kivinje, kusini mwa Tanganyika, Tanzania ya sasa, mnamo Julai mwaka 1905. Chimbuko kuu la vita hivi lilikuwa katika kijiji cha Nandete mkoani Lindi, na baadaye vita vilienea kwa haraka hadi maeneo mengine ya kusini mwa Tanganyika kama vile Songea, Mahenge na maeneo ya Wandengereko na Wayao. Waafrika walikuwa wakipinga unyanyasaji mkali na wakikatili wa watawala wa Kijerumani, hususan kulazimishwa kulima pamba kwa lazima bila malipo stahiki, kulipa kodi na kupigwa viboko. Uwepo wa kiongozi wa kijadi Kinjekitile Ngwale aliyeandaa dawa ya kiroho, maji yaliyochanganywa na dawa za kienyeji, aliyoyasema ingewakinga wananchi dhidi ya risasi za Wajerumani, iliongeza ushujaa na chachu ya wananchi kupambana na ukoloni dhalimu. Hata hivyo, vita vya Majimaji vilivyodumu kwa takriban miaka miwili havikuacha salama wa misionari waliokuwa wakifanya uinjilishaji katika parokia ya Kigonsera, kwani ilisababishwa kuchomwa moto kwa kanisa na hali ya hatari ikifuatia kwa wamisionari hawa. Jitihada za waumini zilizoongozwa na mzee Nkomaliganja Nchimbi, mdogo wake mzee Kigonsera, ambaye aliwakusanya wazee wenzake na kukubaliana kuwasalimisha wamisionari ili wasiuawe. Wazee hao walitengeneza machela na kuwabeba juu kwa juu Padri Johannes Hofliga OSB, Bro Ivo na sista mmoja kuelekea Ziwa Nyasa kupitia Litembo na hatimaye kukimbilia Malawi. Hofu na mashaka viliendelea kutanda kutokana na kukosekana kwa utulivu, lakini wamisionari wengi waliendelea kutoa huduma ya uinjilishaji huku wakihofia maisha yao. Haukupita muda mrefu, vita ya kwanza ya dunia ikaibuka mnamo mwaka 1914 hadi 1918 katika koloni la Tanganyika, ambalo lilikuwa chini ya utawala dhalimu wa Wajerumani waliojitwalia mara baada ya mkutano wa Berlin, ambao wakoloni walijigawia bara la Afrika kama pipi. Vita hii ilikuwa kati ya Wajerumani na Waingereza, na hatimaye Waingereza wakampiga Mjerumani na kujitwalia koloni la Tanganyika mnamo mwaka 1919. Hali haikuwa shwari kwa wamisionari wa Benediktini, kwani waliamriwa kuondoka nchini. Wabenediktini waliacha mishoni zao na kurudi Ulaya, huku shughuli za uinjilishaji zikikoma. Hata hivyo, sehemu zile ambazo wamisionari walikuwa wamewaaminisha makatekista kama wasaidizi wao ziliendelea kupata mafundisho ya imani kupitia kwa makatekista. Mwaka mmoja baadaye, baada ya kushika koloni la Tanganyika, serikali ya Waingereza iliwaruhusu Wabenediktini wasio Wajerumani warudi na kuendeleza utume nchini. Shirika la Wabenediktini huko St. Ottilien liliwaleta wamisionari waliotokea Uswisi wenye asili ya Kiswisi kwa ajili ya kuendeleza umisionari katika parokia ya Kigonsera. Hatimaye shirika lilimtuma Padri Joseph Beda WF.
Kanisa la parokia ya Kigonsera liliendelea kustawi kiimani. Mnamo mwaka 1926, waumini walikuwa wengi kiasi kwamba kanisa la awali halikutosha. Ndipo wamisionari na waumini walianza kujenga kanisa jipya ambalo ndilo linatumika hadi leo. Kanisa hili lilijengwa polepole sana kwa sababu ya vifaa kuwa duni. Parokia ya Kigonsera iliendelea kuleta matunda ya kiimani. Mnamo mwaka 1938 ilishuhudia seminari ya Kigonsera ikianzishwa chini ya shirika la Wabenediktini wa Peramiho. Ilianza kama shule ya kanisa Katoliki kabla ya kutaifishwa na serikali mnamo mwaka 1961 ili kuondoa misingi ya kibaguzi kwa Watanganyika na kutoa fursa sawa kwa wote kupata elimu bila kujali dini ama kabila. Shule hii inasifika kwa kutoa viongozi wakuu wa nchi akiwemo hayati Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya 3 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa. Pamoja na kuwa ni parokia mama katika wilaya ya Mbinga, haikuwa safari rahisi ya kiimani, hasa kwa wazawa kutoka parokia ya Kigonsera kuweza kupata mapadri wenyeji. Habari ilikuwa njema kwa parokia ya Lituhi, ambayo awali ilikuwa ni kigango cha parokia ya Kigonsera, kuweza kupata padri mnamo mwaka 1954 na baadaye akaja kuwa askofu mkuu mzawa wa kwanza wa jimbo kuu la Songea. Hapa tunamzungumzia hayati Yakobo Yofunani Komba. Halikadhalika habari ilikuwa njema katika parokia ya Litembo, ambayo nayo awali ilikuwa ni kigango cha parokia ya Kigonsera. Iliweza kujipatia Padre Maurus G. Komba mwaka 1954. Baadaye aliteuliwa kuwa naibu wa askofu wa jimbo la Peramiho, ambalo baadaye lilibadilika kuwa jimbo la Songea. Hata hivyo, akateuliwa tena kuwa askofu katika jimbo la Tanga. Haya yote ni matunda ya uinjilishwaji ulioweka misingi thabiti kutoka katika parokia mama ya Kigonsera. Uinjilishaji uliendelea kukua kwa kasi na imani ya Ukristo ilitawala, na hatimaye mnamo mwaka 1975 parokia ya Kigonsera ilianza kuhudumiwa kichungaji na mapadri wazawa. Padre wa kwanza mwenyeji aliyetumwa kuendeleza uchungaji Kigonsera alikuwa Padre Emilian Kapinga Kapanda, na baadaye wimbi la mapadri wengi wazawa likaendelea kuongezeka siku hadi siku. Katika kuenzi swala la uinjilishaji, parokia ya Kigonsera imekuwa ikitumika kuzikia mapadre na kutunza kumbukumbu tangu miaka ya 1980. Padre wa kwanza kuzikwa katika makaburi haya alikuwa anaitwa Maurus Kapinga. Waumini wengi walimfahamu kwa jina la utani kama Mandumu. Mwaka 1982 na baadaye wengine wakaendelea kuzikwa mahali hapa. Historia inashuhudia kutokea kwa ghasia zilizosababisha kuchomwa moto kwa kanisa lililokuwepo katika parokia ya Kigonsera, na hivi leo eneo hili limewekwa msalaba, ikiwa ni kumbukumbu ya mojawapo ya vyanzo vya vita vya Majimaji vilivyotokea mnamo mwaka 1905 hadi mwaka 1907. Parokia ya Kigonsera ni parokia mama ya jimbo la Mbinga na ndilo lango la imani jimboni, au kwa maneno mengine tunaweza kusema hiki ndio kituo cha mwanzo kabisa katika ukuaji na uendelezaji wa imani ya Kikristo katika maeneo ya kusini mwa Tanzania. Hivyo basi, unapozungumzia uinjilishaji na ustawi kwa parokia zote katika jimbo Katoliki la Mbinga, huwezi kuacha kuitaja parokia ya Kigonsera. Ni jambo la muhimu kujifunza na kukumbuka historia ya taasisi za dini ambayo ni tunu ya upendo, utulivu, amani na mshikamano miongoni mwa jamii.
Kuanzishwa kwa Kanisa Katoliki Kigonsera katika wilaya ya Mbinga, mkoa wa Ruvuma, ni hatua muhimu kwa maendeleo na huduma za jamii kama vile elimu, afya, ufundi, kilimo na ufugaji. Mimi na wewe, jukumu letu ni kuzienzi na kuziishi sambamba na imani husika na kurithisha kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Tumerithishwa, tuwarithishe.